Mwanaume, mfungulie mke wako hizi biashara. Chagua mojawapo na nakuhakikishia baada ya muda utaona mafanikio makubwa ya kifedha, kwa sababu ni biashara ambazo zinafanya vizuri sana kwa upande wa wanawake. Tumezifanyia research na tumeona watu wengi sana ambao wanazifanya, vipato vyao vikikua kwa kasi sana. Biashara ya kwanza ni biashara ya saluni ya wanawake, kwa sababu wanawake wanapenda sana urembo, lakini pia ni biashara ambayo mwanamke anaweza akaitangaza vizuri kabisa yeye mwenyewe na akatumia kuanzia wale marafiki zake, watu ambao wanamfahamu, watu ambao wanamfuatilia, watu ambao amesoma nao, kuanza kama wateja wa awali. Na hata kama wale watu ambao wanafahamiana nao, kama sio wateja, hata wale watu wa mtandaoni, zile nywele ambazo amesuka, akijiposti, akijionesha, akizitangaza, ana nafasi kubwa sana ya kuanzia hapo na biashara ikaenda inakuwa. Lakini zaidi ni ujuzi wa yeye kujua hiyo biashara vizuri, kunampa advantage ya yeye kuweza kufanya vizuri kwenye hiyo biashara. Namba 2 ni kufungua biashara ya urembo. Hii ni biashara ambayo ni nzuri sana kwa wanawake, kwa sababu yeye mwenyewe anaweza akaitumia hiyo biashara kama sehemu ya kutangaza kwa kuwa anavaa ule urembo. Lakini pia ni nzuri kwake kwa sababu anafahamu vitu mbalimbali vya urembo. Anaweza kujua fashion mpya ambazo zinaingia, fashion mpya ambazo zimetoka, hereni gani ni nzuri, hereni gani ambazo ni feki, na hiyo ikamfanikisha kwa viwango vikubwa. Biashara ya 3 ni biashara ya vipodozi na perfume. Hii ni moja ya biashara ambayo inakuwa kwa kasi sana, na kama ana ngozi nzuri au anavifahamu vipodozi vizuri, ana nafasi kubwa sana ya kufanikiwa kwenye hii biashara, kwa sababu yeye atakuwa ni mfano, lakini pia atakuwa anatolea mfano wake yeye mwenyewe, lakini pia kuwafundisha watu wengine juu ya utunzaji wa ngozi na vipodozi ambavyo ni vizuri kwenye ngozi. Biashara ya 4 ni biashara ya nguo. Fashion mpya ambazo zinaingia wanawake wanazifahamu vizuri na watu wa nguo. Na biashara ya nguo ni moja ya biashara ambazo zilikuwepo tangu zamani na zinaendelea kufanya vizuri kila siku. Biashara ya 5 ni biashara ya matunda na juice, na hii unaweza kaianza hata kwa mtaji mdogo kabisa. Kwa hiyo kama kipato chako ni kidogo, unaweza kaanza kwa udogo, na kama kipato chako ni kikubwa, unaweza ukamfungulia hii biashara kwa ukubwa kabisa. Biashara ya 5 ni biashara ya bakery pamoja na vitafunwa. Wanawake wanaweza kutengeneza wenyewe, na hata kama atengeneze mwenyewe, hata kama ameajiri watu wengine, anaweza akasimamia vizuri kwa kupima ubora, lakini pia kwa kutafuta masoko. Na ni biashara ambayo inamlenga karibia kila mtu. Yaani unaweza ukauza hata kama ni mtaani, hata kama ni wilaya nzima, hata kama ni mkoa mzima, na hata kama unaweza ukaifanya kwa ukubwa kwa taifa zima nje ya nchi, ukawa unasambaza, yawe ni mandazi, viwe ni vitafunwa vingine vya aina mbalimbali, unaweza ukafanya hiyo biashara. Biashara 7 ni biashara ya mapambo. Sasa hivi sherehe ni nyingi, maharusi ni mengi, masendofu na vitu vya namna hiyo, lakini pia siku hizi hata misiba watu wanapamba. Kwa hiyo ni biashara ambayo kama utaweza kujitangaza na ukapata ujuzi wa kuchanganya mapambo vizuri, ni biashara ambayo inaweza ikafungua milango mikubwa ya mafanikio kwa mkeo. Biashara ya 8 ni biashara ya catering. Biashara ya chakula kwenye shughuli mbalimbali. Siku hizi ni biashara ambayo inakuwa kwa kasi kwa sababu mashughuli yamekuwa ni mengi. Na hii unaweza categorize kama ni kwenye social au social pamoja na corporate. Siku hizi makampuni mengi yanafanya mikutano, yanafanya masherehe. Unaweza ukasema kwamba mimi nataka ni deal na kwenye eneo tu la catering ya corporate au zote, na ikawa ni biashara ambayo ni nzuri. Biashara ya 9 ni biashara ya mitumba. Hii ni moja ya biashara ambayo inakuwa kwa kasi sana. Unaweza kuanza hata kwa mtaji mdogo, mtaji wa kati au hata mtaji mkubwa kabisa. Na mitumba ambayo inatoka vizuri sana, ya kwanza ni ya watoto, inafuata ya wanawake, inafuata mitumba ya viatu pamoja na pochi. Unaweza kuangalia, lakini pia eneo lako, hata kama ni mashati au jinsi za kiume, kama kwako ndio inaenda vizuri, basi unaweza ukafanya hivyo. Biashara ya 10 ni biashara ya mobile money. Tunazungumzia wakala wa mitandao ya simu, kutoa pamoja na kutuma pesa. Na kwa sababu wanawake wako vizuri kwenye eneo la fedha na umakini kwenye eneo la fedha, hii ni biashara ambayo ni nzuri zaidi pia kwao. Biashara ya 11 ni kids
SPA pamoja na saluni za watoto. Sasa hivi watoto wengi wanahitaji saluni, wazazi wengi pia. Sasa hivi wazazi wengi wanahitaji kupeleka watoto wao kwenye saluni ambazo ni nzuri kwa ajili ya watoto, ambazo wanaweza wakatunza ngozi zao, lakini pia wanaweza wakawapendezesha na kwa usalama ambao ni mzuri zaidi. Kwa hiyo unaweza ukafungua SPA au unaweza ukafungua hizo saluni za watoto maalum kwa ajili ya watoto, na ukalenga watoto ambao wametoka kwenye familia za vipato vya kati pamoja na vipato vya juu. Kwa hiyo unaweza kuangalia yale maeneo ambayo wazazi wa namna hiyo wanaishi na ukamfungulia mke wako sehemu za namna hiyo. Biashara ya 12 ni biashara ya stationery pamoja na vifaa vya shule. Na hiyo ukipatia sehemu ambayo ina maofisi, ukipatia sehemu ambapo kuna mashule au vyuo, ni biashara ambayo itafanya vizuri sana kwa mke wako. Biashara ya 13 ni biashara ya vitenge pamoja na kanga. Wow, ni moja biashara ambayo ni nzuri, anaweza kauza kwa mtu mmoja mmoja, kwa vikundi kama vile vikoba, kwa sababu wanawake pia ni watu wa vikoba sana, au hata kwenye makwaya ambayo yanahitaji kufanya live recording, rekodi za kawaida za videos, pamoja na vikundi mbalimbali, hata kama ni mme na mke ambao ndoa ni mpya, maana mara nyingi ndio wanapenda kuvaa vitenge ambavyo ni sare. Hivyo vyote wanawake wa kwanza wana taarifa nzuri juu ya hivyo vitenge pamoja na kanga ambazo zinakuwa zinaingia na ikafanya vizuri sana. Biashara ya 14 ni biashara ya ushonaji. Anaweza akawa yeye mwenyewe anashona, au anaweza akaajiri vijana au watu wengine ambao ni mafundi wazuri, na yeye akawa ni msimamizi mzuri, huku akiwa anajifunza taratibu. Ngoja nikwambie, watu ambao unaona wana brandi kubwa sana za mavazi hapa Tanzania, wengi sio washonaji wenyewe. Wengi wanachukua oda au wanatangaza biashara zao, lakini mafundi ni watu wengine. Kikubwa ambacho wenyewe wako vizuri kwenye branding, wako vizuri kwenye marketing pamoja na sales, na mwisho wa siku biashara zao zinakuwa na zinafanya vizuri. Lakini kama ni binti, una nafasi kubwa sana ya kujifunza biashara ya ushonaji, ujuzi wa ushonaji, alafu baadaye ukaifanya na ikawa ni biashara ambayo ni nzuri na kubwa. Unaongeza tu kidogo kwenye eneo la branding pamoja na marketing, na biashara yako itafanya vizuri sana. Biashara ya 15 ni biashara ya dawa, duka la dawa za binadamu, pharmacy. Hapa utahitaji tu vibali vile ambavyo vinahitajika, au utahitaji kuajiri mtu ambaye amesomea, na ikawa ni biashara ambayo ni nzuri, na ukafanya naye hapo kazini au dukani kwako, na biashara ikawa ni nzuri sana. Na ni biashara ambazo kwa sasa zinafanya vizuri na zinakuwa kwa kasi na haitokusaliti hata siku moja. Kuna mtu aliniambia kwamba miongoni mwa biashara ambazo mtu akija dukani haombi discount ni biashara ya kwenye duka la dawa. Mtu akija kwenye dawa akiuliza tu dawa fulani shilingi ngapi, ukamwambia mara nyingi hawaombi discount. Biashara ya 17 ni biashara ya mashuka. Ni biashara ambayo inafanya vizuri, lakini pia ukiachana na mashuka, home decor kwa ujumla, kama ni mashuka, maduveti, mablanketi na vitu vya namna hiyo, ni biashara ambayo inafanya vizuri sana. Biashara ya 18 ni biashara ya utengenezaji wa sabuni pamoja na kuuza hizo sabuni au vile vifaa vyote vya usafi. Biashara ya 19 ni online business. Kwa nini nasema online business? Kwa sababu wanawake wana nafasi kubwa sana kufanikiwa mtandaoni. Kwa nini wana nafasi kubwa sana kufanikiwa mtandaoni? Hata ukiangalia mwanaume ambaye anafanya biashara hata kama ni ya vifaa vya simu, alafu na mwanamke ambaye anafanya biashara ya vifaa vya simu, wote wana nafasi sawa ya kupata wateja, lakini mwanamke ana nafasi kubwa zaidi ya kufuatiliwa, na kama ana ushawishi mkubwa kwenye biashara, ana nafasi pia nzuri ya kutengeneza pesa kupitia hiyo biashara. Na biashara ya mwisho kabisa ni biashara ya keki. Mwanamke ana nafasi kubwa sana kufanikiwa kwenye biashara ya keki, kama anatengeneza yeye, hata kama anamtumia watu wengine ambao wanaweza kawa wanamsaidia. Ni biashara ambazo ni nzuri sana kwa kila shughuli siku hizi inahitaji keki, lakini pia kila birthday siku hizi wanahitaji angalau kuwa na keki. Hizi ni biashara ambazo ni nzuri, utakuwa umemheshimisha mke wako, na kwa nafasi hiyo unaweza ukaleta mafanikio makubwa kwenye familia yako na ukaleta furaha kubwa kwenye ndoa yako. Kumbuka nimezungumzia mke. Wale watu wa kusema unaweza kumfungulia kaolewa na mteja, hapa naongelea mke tayari. Kwa hiyo ni nzuri kabisa. Sijazungumzia mchumba. Kama unataka kumfungulia mchumba wako
tena mpenzi, hata niseme mchumba, kama unataka kumfungulia mchumba wako, unataka kumwezesha, mpeleke kwanza chuo cha Biblia na itakuwa ni nzuri kabisa. Uwe ni utani kidogo. Kama kuna kitu ambacho umejifunza au kuna biashara ambayo nimetaja hapa na unatamani uweze kupata ufafanuzi wa kina, au unahitaji kupata machimbo kwenye hizi biashara, hata moja hapo ambayo nimetaja, basi mimi nitakusaidia. Tuna machimbo ambayo ni ya washusha container, wazawa, lakini pia wa China ambao wako Kariakoo. Hata kama ukihitaji kuagiza bidhaa kutoka China kwenye hizo bidhaa ambazo nimezitaja, kwenye hizo biashara ambazo nimezitaja, basi pia unaweza ukacomment na mimi nikakusaidia. Tuna vitabu ambavyo vinaweza kukusaidia kwenye eneo hilo, lakini pia mimi mwenyewe naweza kukusaidia kwenye eneo hilo kama utaandika hapo kwenye comment. Karibu sana. Shida nyingi zinapokuzunguka